kuongoza vijana wako Bwana kufika mahali hapa kwa neema yako Jehova. Tunakushukuru kwa kuwa umeonekana umetenda yale makuu. Tunasema asante kwa kuwalinda vijana wako. Tunasema asante kwa kutufundisha katika siku ya leo. Ni kwa neema yako Bwana umetawala na kutamalaki juu ya vijana wako Bwana. Watie nguvu tazama leo wamekuja mahali hapa wanasimama na kuonekana Bwana. Ukatenda yale makuu sasa na mapenzi yako. Asante kwa neema yako. Asante kwa upendo wako. Mungu tawala katika ibada hii ya vijana Bwana. Tukuone wewe Bwana kupigania. Tukuone kutetea katika jina la Yesu Kristo. Tunapeleka kila aina za mzimu zinaweza kusimama mahali hapa muda huu. Tunasambana tija na kutekeleza kwa jina la Yesu. Tunaalika uwepo wako mahali hapa Jehova. Asante kwa neema yako Bwana. Tunakushukuru kwa mambo unayotenda. Bariki katika ibada hii ya leo Bwana. Asante kwa kutenda, kumbariki kila mmoja sasa na mapenzi yako. Kwa jina la Yesu Kristo tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna sababu ya kumshukuru Mungu, kuna sababu ya kumhitaji Mungu. Niombe mmoja wetu atuombee shukrani mahitaji, kisha tuende na somo kwa muda mfupi. Hapo tutamaliza. Kijana mmoja. Baba, Yesu asante kwa kuwa ni mwema. tunashukuru Jehova kwa ulinzi ambao unaotoa katika maisha yetu. Tunakutangalia Bwana kwa kila jambo, na sababu zako umetulinda njiani, umetusikania, umetupatia pumzi, umetuvisha, umetulisha. Tuna kila sababu kwa sababu Mungu ni stahili sifa na heshima wewe Bwana wa majeshi. Tunafanya kazi kwa Bwana, tunahitaji pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Tunapokuwa tumeota ndoto zetu, tunatakiwa kuifuatilia. Inawezekana ndoto tunayoiota labda ni ya uchovu, lakini kuna ndoto zingine zinapoifa. Mimi nasoma ili niwe fulani, nasoma na malengo ya kuwa kitu fulani, yana kumeshajiweka. Hayo ni maono, lakini kuna ndoto ambayo inakuja usiku kwamba shuku ameenda, labda nilikuwa nafanya kitu fulani sehemu fulani. Manake ndoto yako ni ya ukweli, lakini kuna mtu anaweza kuota ndoto lakini sio ya ukweli. Kuna kisa kimoja ambacho mtu anataka yaani kila mmoja anataka kujielezea kwamba mfano mimi nikiota ndoto ni kwamba sitaki kwenda sehemu fulani, haiwezekani, na siwezi nikatoka. Nikienda lazima nipate kitu fulani. Wanaweza sifiwe. Lakini tambua wewe kijana ambao unasoma, tambua kijana wewe ambao unamtumikia Mungu, na ndoto zako ambazo umeshaota. Kila mmoja na ndoto yake ambayo umeshaota. Lakini tafsiri ya hiyo ndoto yako ambayo umeiota anayo Mungu. Ukimpigia magoti Mungu na kumuomba, Mungu atakusaidia na kutafsiri ile ndoto hiyo nayo. Wanaweza sikia. Amen. Wanaweza sikia vijana. Amen. Mara katika masomo yako, vijana ambao wametangulia asubuhi nimewafundisha kwamba unaweza ukaota ndoto kwamba ule mtihani ambao umeshatenda, yaani Mungu akakuonyesha kabisa mtihani wote. Ukienda kujibu na kupatia. Wanaweza sikia. Umeshatokea hivyo kwa watu. Hata mimi pia nimeshatokea. Yaani nawaza usiku nitajibu kitu gani. Lakini ukilala unaota ndoto kama ule mtihani ni mwepesi, nenda tu kasome toki fulani. Utajibu mtihani mzuri. Wanaweza sikia. Lakini tambua kwamba hii ndoto ambayo Nebukadneza ilikuwa ngumu. Wale waganga ukiendelea hapo mbele utaona kwamba walioweza kutafasiri ile ndoto ni watu ni mtu mmoja ambaye alikuwa waziri mkuu. Wanaweza sikia. Danieli ndiye alikuwa na uwezo wa kutafasiri ile ndoto, na yeye pia alilala usingizi. Mungu akamwonyesha tafsiri ya ile ndoto. Akaenda kumwambia mfalme. Wanaweza sikia. Tunajifunza tu kama Danieli. Danieli alikuwa mcha Mungu, alimtumikia Mungu kwa imani. Alimtumikia Mungu kwa kujitoa. Na sisi pia tunatakiwa tumtumikie Mungu kwa kujitoa. Inabariki. Usilegee katika neno la Mungu. Usizembee katika neno la Mungu. Kila wakati nataka ushike neno la Mungu na kuweza kulisoma. Na nawafundisha vijana wangu ambao wako hapa mtaani kwa kila baada ya wiki moja tenga muda kusoma neno la Mungu. Unapokuwa umetoka shule, hakikisha unatenga muda wako kusoma neno la Mungu. Na wewe pia kijana ambaye uko sekondari, jaribu kuwa na muda wa kumuita Mungu. Uweke uwepo wa Mungu kwako, na Mungu atakusaidia kwa kila jambo lolote. Na nyie pia vijana lazima muwe na ndoto za kuweza kuendeleza pale tulipoishia. Wanaweza sikia. Lakini si hivyo tu. Wakati nimemaliza tu shule,
Nafika tu hapa nikakabidhiwa kuwa katibu wa vijana kwanza 2019. Nimekuja 2020 nikawa kwenye shughuli zangu nikaacha ukatibu, lakini tena Mungu akanisaidia tena nimeingia kwenye ukatibu. Yaani mpaka sasa hivi tunavyoongea kwa mikono salama. Mimi pia ndio kiongozi wa vijana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi ni katibu wa vijana, ni katibu wa kwaya, lakini pia ni katibu wa sifa na muziki tawi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na wewe mwenyewe kuwa na ndoto zako kwamba mimi mwenyewe ninamaliza shule, nataka niwe mtu fulani. Lakini si hivyo tu, ukiingia serikalini, mimi ni katibu wa vijana kata nzima. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia mimi ni mhudumu wa zahanati. Yaani hizo zote ni baraka ambazo Mungu amenijalia. Bwana Yesu asifiwe. Asingekuwa Mungu hizo nafasi nisingezipata. Na wewe kijana nakusihi, pale Mungu anapokuwa anataka kukutumia, usimkatalie. Anaweza kaja kwa kwa njia tofauti tofauti. Kwenye ndoto atakuja, kwa mambo vishawishi vingi atakuja. Utasema hapa niko najaribiwa labda shetani. Hapana. Ukiona kwamba unatestiwa uingie kwenye uongozi fulani, jaribu kuingia, utaona matokeo yake. Unachokiota kiamini na pia umshirikishe Mungu. Yawezekana hizo ndoto tunazoziota ndio za kweli katika maisha yako. Tumuombe Mungu sana atusaidie tuwe kama Danieli, Shadraka na Meshaki. Shadraka, Meshaki na Danieli na Abednego waliingia katika tanuri la moto kwa sababu ya kumtumikia Mungu na walimwamini Mungu. Hawakubabuka, hawakuungua, wala hawakupata jeraha ya aina yoyote. Walitoka kwenye moto wakiwa salama. Hata ile yani ya kuguswa na malaika wa Mungu alienda kuwa katikati yao kwa sababu walimtumikia Mungu kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Tumtumikie Mungu kwa bidii. Wanafunzi wakakamwendea kwa faraja wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa ya lini, na ya lini yaliyokuja kwako, na ya mwisho wa dunia. Bwana Yesu alipokuwa mlimani
na watu wabaya, maana wayotea nafsi yangu wanataka uniangamiza, uniokoe na wafanyao maovu, uniokoe na watu wabaya, maana wayotea nafsi yangu wanataka uniangamiza. Mungu kwa fadhili zake atanitangulia, ataniandalia meza mbele ya adui zangu. Mungu kwa fadhili zake atanitangulia,
Amina. Bwana Yesu anakufundisha wanafunzi. Ndio maana leo mtu mmoja kama ananishuhudia, ananiambia taarifa zake, alikuwa ananiambia namna alivyokwenda kuzimu kupitia jararani. Nikamuuliza, wewe ilikuwaje mpaka unakwenda? Akasema, nilifanikiwa kupata mayai, yani lile yai linaloanza kutangwa na kuku, ile ni kafara ya kwenda kuzimu. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atuhurumie. Ndio watu wanakwenda kuzimu kwa kutumia milango, lakini milango ya kuzimu haliwezi kuishinda kanisa. Ndio maana leo tuko hapa tukimshangilia Bwana.